hoping you are doing well. Your lady Rosie here also is doing I'm doing very well, okay? And I thank God for everything that He has been doing in my life, okay? Yes, I think hata everyone you know I'm doing well. I'm also doing well. Sindio? Na hapa tulisema ikiwa tu Mungu atakuwezeshea uamke, uione siku hii, uone tu kuko sawa, una uzima, you are doing well. Si ndio? You are doing well. Manake kuna watu ambao wanatamani tu, jamani, leo ningeamka. Alikuwa ameipangia vitu vingi siku ya leo lakini hakuwezewa kuamka. Wewe umewezewa, mbona usiseme I'm doing well? We. We are doing well, okay? Sawa. So, on today's video, tutaka tuongele our sweetie baby. Haikuwa rahisi kufika leo hii. You understand that? Haikuwa rahisi kufika leo hii. Nani hao? We want to talk about our brothers, our hubbies, our babies, okay? Yes. So, we want to talk about romance and love. Ukisikia hilo neno wasikiaje? Si wasikia raha. Sasa mwanamke wasikiaje ukisikia neno kama hilo kutoka kwa mwanamume? Si ni raha ilioje? Sasa basi. Hivi ndio ilivyo. Number 1. Tunashukuru Mungu sana kwa wanaume ambao wanajitahidi kuwa romantic. Kumuonesha bibi yake mapenzi ni nini. Sawa Si rahisi, pia ni kazi kivyake. Kwanza kutufanyia sisi ni kazi kivyake. Lakini na wewe I promise hautawailia katika hiyo ndoa. Uwe romantic alafu tena uwe jamani kupenda. Utakuwa unateseka nini? Uteseki hata siku moja. You understand me? Yes. So kuna type 3 vile wanakuwa wakiwa romantic. Tumfanya research na tukaona na tukasema hata tuje tufundishane. Tulisema hapa ni kufundishana. So mwenzenu nikwenda nimfanya research huko. Nisema ngoja nje niwarushie na nyinyi, si ndio? Sawa. Sasa number 1. Huyu mwenzako huwa yuko tumboni tayari. Ndugu zetu huwa yuko tumboni, yuajiita Romeo mwenzako. Romeo yeye anzaliwa, yani itomaanisha huyu yuko naturally Romeo. Yani hapa ndani ya tumbo lake, tumbo yuko ndani but yeye tayari yuajiita Romeo. Huyu alizaliwa akiwa hivyo, yajua romance ni nini, yajua kuwa romantic ni nini, yajua mapenzi ni nini. Sawa Kuna number 2. Huyu number 2 ni yule wa kuadmire waliomlea vile wanavyoishi. Yani mimi yuaka hivyo mwangalia babake na mamake vile wanavyotritiana. Vile baba yuamtreat mama. Yusema na mimi jamani nikaja nikapata kipenzi cha roho yangu, nitamshinda huyu dadi. Nitamshinda huyu ankona, nitamshinda huyu babu. Sasa yule yaweza kuwa wazimu, nakwambia. Yuafa hata juu ya mapenzi. You understand me? Then kuna huyu wa 3 ambao yeye jamani ankuwa katika familia ambao this family ni violence. Asubuhi violence, mchana violence, usiku violence, yani kila dakika ni violence. Alafu then yeye atasema hapana, because mamangu na babangu kazi yao ilikuwa ni hii, yamhurumia mpaka mamake, yajiambia mimi bibi yangu hata aishi katika maisha kama haya, nitampenda kama vile napenda peremende. You understand? Haitwa kupenda na kupendwa. Raha mwenzangu, raha. Sasa basi mimi nikuja hapa kwa niaba ya wanawake wenzangu nasemaje, asanteni na Mungu awabariki kwa kuwa romantic na kupenda bibi zenu, kwa treat bibi zenu vizuri. Kuna visirani ambao wakiona mtu yafanya hivyo, fulani amemkalia bwanake hata bwanake hana say.
yofanya hivyo kwa sababu bibi yu an pesa nyingi, bwana yu an pesa kidogo. Yofanya hivyo kwa sababu kwa kina bibi kuna pesa, kwa kina bwana hakuna pesa. Yofanya hivyo kwa sababu sijui bibi ni mkubwa, bwana ni mdogo. Acheni wivu acheni. We kama huko romantic ni wewe hauko romantic. Wewe kama bwanako hayuko romantic ni wewe bwanako hayuko romantic. Wenzenu wanapendwa na wanapendeka saidi zote. Na hapo ndio hatuwezi sema ati hakuna ndoa ambayo haina shida. Hiyo tutakuwa tunadanganya. Maanake hizi pa zingekuwa zaongea. Hizi kuta zingekuwa zaongea. Haungeamini hizo romance na romantiki unazoziona huko nje kuwa huko ndani kuweza kuwa na visanga. Lakini ina depend hivi visanga vyenu mwavimaliza vipi, mwayaongea vipi. Amalizi nayo hata dakika, si ndio? Hebu niambie mwanamume yoyote ambaye yampenda bibi yake mwenye yopitia shida, si rahisi upate. Huyo mwanamke na atakuwa mkisirani, huo atakuwa na mkisirani, si ndio? Sasa hata sijui nisemeje. Kuna dada zetu. Dada zetu acheni jamani. Acheni mwatuaibisha. Kuna dada zetu ambao wana take advantage sasa. Don't take advantage of your man. Kwa sababu hawa romantic men na hawa wana love boys hawa kwa wengi. Na kama ulibahatika kupata huyo mmoja kwa 1,000, hebu shukuru Mungu na mweke. Keep him. Mwenzako yatafuta kama huyo na kupata ingekuwa taabu. Hana wake ni wa 24/7, hajui mapenzi, hajui tasijui romantic, hajui ta romance, hajui lolote hajui kubembeleza mke. We shukuru. Sawa Kuna ndugu zetu ambaye atatoka job, akuje, maybe bibi yake pia ni working class, maybe the wife is a business lady, anajua bibi yangu anachoka, maybe tuko na watoi, maybe anachoka, amerauka kunishinda hata, ama maybe tumetoka sote kwa nyumba, hatuna msichana wa kazi wa kusaidiana naye. Atakuja apate vyombo viko kwa sink, ne bibi yake huku yuko mbio yafua, huku yotaka kupika, huku yotaka kuosha nyumba. Atamwambia babe, acha nikusaidie kazi moja, aanze kukusaidia, si ndio? Ni vizuri hivyo. Tena sana sisi watu wasikia raha kama wanawake, yani tuwasikia raha. Usiwetu lile duda ambalo utaketi hapo 24/7, msichana watu yuko mbio yuosha nyumba, mbio huku yuafua, mbio yumtengeza mtoto ataka alale, mbio huku yuosha vyombo, wewe unketi uko starendre. Ni TV ukitoa jicho kwa TV uko kwenye simu. TV ukitoa uweze hata kujipa kule chakula, uweze hata kujiwekea chai. Dadi, kama wataka hayo ufanyiwe, kuwa mrahisi, msaidie mkeo. Hiyo si kukaliwa. Kwanza nataka kuambia kitu nyinyi ndugu zangu. Mambo ya kusema kukaliwa, wewe usijaribu kuona mwenzako kuyafanya hayo kwake. Ndio kuna wale ambao wanazidisha, hawa dada zangu ndio wenye naongelea, wanazidisha sana, inakuwa kama kukaliwa. Lakini mtu ambaye yafanya katika roho yake si kukaliwa, yamuonesha bibi yake mapenzi, na yajua pia mke wake yuachoka na ni binadamu kama yeye. Kwanza hakumuoa aje awe mfanyikazi wa nyumba, alimuoa bibi yake, kipenzi chake cha roho. Yani sweetie, haikuwa rahisi tufike leo hii. Sasa nyumba kimoja, chai ni moja, wewe una mchezo. Mapenzi wewe hana mchezo. Watu wasikia yanazika, si ndio? Sasa dada zangu ndo nawaambia msituaibishe, achani kuzidisha sana. Sawa Kama wasaidiwa, usikae tu kwanza hao ambao hawaendi mahali. Usikae tu kwa nyumba ati si beba akikuja ataosha, beba akikuja si atatengeza nyumba, beba akija atafua. Msifanye hivyo, si sawa nawe. Si sawa hivyo. Fanya umbanika beba kusaidie, lakini si uache tu makusudi ati beba atakuja afanya. Usifanye hivyo. Watu kwanza hawataki kulazimishwa. Kwanza kuna wale wa babe,
hebu amka unisaidie, nenda kafanya. Usimwambie hivyo bwana, mwacha afanye mwenyewe kwa raha zake, sawa utasikia raha hata wewe, maana utakuwa umlazimisha. Wamuona mwenyewe yainuka polepole, yuaenda yuafanya mwenyewe, hiyo ndo raha. Si ya kulazimisha, ya inuke mwenyewe akafanye. Na wewe ndugu yangu pia tumia akili, sawa si 24 uko hapo unketi unataka ufanywe kila kitu. Wewe hata si hivyo. Usifanye hivyo, watu wataka kufanywa kila kitu. Maana yake huyu mwanzako pia yuachoka. Hasa akiwa ni working class, akiwa ni business woman, pia yuachoka. Sawa, na sasa hamna mfanyakazi. Tumia vizuri, utabarikiwa. Kubarikiwa, utabarikiwa ukitumia hapa vizuri kumsaidia mkeo. Sawa sawa sasa ni heshima. Watu amemkalia bibi yake ndio hatuwataki kabisa. Bibi yake sijui amemkalia bwanake, hatutaki. Sawa, hatutaki. Huyu mambo ya wivu ndogo ndogo hatutaki. Sawa hatutasema ati marriage hazina vita, ziko nazo. Mpaka zingine hata ukiwaona huku nje uje usikie vita vyao, washangaa jamani. Lakini tumesema vile mnavovimaliza vile mnavovimaliza. Sasa basi mimi nikuja hapa kwa niaba ya hawa madada zetu niseme hivi, wenzetu waume ambao mmebarikiwa, you know how to treat your women very nicely. You know what is romance and you know what is love. Akia Mungu Mungu awabariki on behalf of all women. Mungu awabariki sana sana, mubarikiwe, mwafanya kazi nzuri. Na nyinyi wenzangu ambaye tumebarikiwa kupata hawa wanaume kama hawa kila siku nenda kwa magoti, muombe mema ule mume wako. Sema Jehova asiwache kuwa hivi, maana hiyo tu ndo la mapenzi. Wewe ushaisikia wapi mwanaume yamtritivo bibi yake akaa kwa nyumba yateseka? Maana sisi visirani. Hebu jaribu kutuchokora uone kama utaishi na amani. Utaishi na amani. You understand me? Utaishi na amani. So, mtreat tu vizuri, mpende. Imagine wewe mwanaume uamke asubuhi, baby good morning, afu baby wako aregeshe morning babe. We utashinda vipi? Mwenyewe tu mwanaume utashinda ukiwa uko na raha, si ndio? Unatoka umeenda job, maybe bibi yako ni housewife, si ndio? Wamwacha nyumbani, muhag bibi yangu, gwaheri, shinda vizuri. Na pia bwanangu, shinda vizuri. Ukose kushinda vizuri, ukose kuwa na raha katika maisha yako, we una mchezo tena sana, si ndio sasa unaona, njoo nyumbani beba kalolipop, mkwebeziri mwanaume beba kalolipop ka 5 bob, mletee huyo, sikia raha. Fika kwa nyumba ile tu, akisikia ndo atakuja afungue mlango, smile. Ukiona tu ile smile, jua tu ni basi huku ni kwema. Sawa so you know how to treat your women, na mutaishi kwa raha. Ni siri hiyo na waibia. Jua kutreat mkeo, utaishi kwa raha, kwa amani, na kwa kila kitu chochote kile unachokitaka. Utatritiwa kama mtoto bwana. Wewe usitake kutritiwa vizuri kama mtoto na msichana wa watu, hata hujui mambo ya kumpenda, hujui lolote, hujui mambo ya present, hujui mambo ya outings. Wajipeleka tu wewe lunch katika mahoteli. Wajipeleka tu wewe huko outs wapi huko na baby wa kando. Baby wa kando ndo unamtreat vizuri, lakini kwa nyumba hujui mke wako yasongwa vipi, hujui mke wako yavaa vipi, haujui chochote. Mwanamke ni ajipiganie ndo apate. Wataka amani tena. Itoke wapi? Hai. Tuishi kwa amani basi bwana. Hizi ndoa zina mambo mengi. Tuishi tu kwa amani, si ndio Asanteni sana. Mungu awabariki nyinyi wanaume kama nyinyi, mnaojua kupenda bibi zenu na kuwatreat vizuri. Mubarikiwe tena sana. Dada zangu, kama ushawahi pata kama huyo, shukuru Mungu. Shukuru sana, muombe kila siku. Sawa
Okay, bye guys. That is the end of today's video. See you in another video. Bye.